Bwana, kimbunga Kalemaji kimeua watu 188 nchini Ufilipino na watu watano nchini Vietnam, kulingana na takwimu za hivi karibuni kutoka nchi hizo mbili. Dhoruba hiyo sasa inaelekea katika upande wa magharibi kuelekea Cambodia na Laos baada ya kupiga maeneo ya kati ya Vietnam Novemba 6, 2025 kwa upepo mkali uliokuwa na kasi hadi ya kilomita 149 kwa saa. Asubuhi ya leo Novemba 7 mwaka 2025, miji iliyo katika pwani ya kati ya Vietnam ilikuwa imejaa mabaki ya vifusi baada ya kukumbwa vikali na kimbunga hicho usiku kucha. Upepo mkali ulioangusha miti kutoka mapaa ya nyumba na kuvunja madirisha makubwa. Maeneo ya watu walikimbilia kujihifadhi katika shule na majengo ya umma, huku jeshi likitumwa kusaidia kukabiliana na uharibifu huo. Mamlaka za Vietnam zimetahadharisha kuhusu uwezekano wa mafuriko katika maeneo tambarare. Eneo la kati la nchi hiyo tayari zilipata mvua nyingi kihistoria katika wiki iliyopita, ambayo ilisababisha vifo vya watu 50. Mapema wiki hii, kimbunga hicho kiliteketeza baadhi ya maeneo ya Filipino, ambapo mvua kubwa ilisababisha maporomoko ya matope yaliyoshuka kwa kasi kutoka milimani hadi kwenye makazi ya watu. Baadhi ya vitongoji maskini vilifagiliwa kabisa na mafuriko hayo ya ghafla. Idadi ya watu waliokufa imepanda kutoka 114 waliokuwa wamethibitishwa siku ya Alhamisi, huku 135 wakiripotiwa kutoweka. Serikali ya Ufilipino imetangaza hali ya maafa ya kitaifa, huku ikijiandaa kwa kimbunga kingine kilichotengenezwa katika bahari ya Pasifiki. Kabla ya kimbunga Kalemaji kufika, jeshi la Vietnam lilikuwa tayari limeshapeleka zaidi ya wanajeshi na wahudumu 260 na likisaidiwa na magari 6700 na ndege 6 kwa ajili ya shughuli za uokoaji. Muda mfupi tu baada ya kimbunga kutua nchini, saa 1:29 usiku kwa saa za Vietnam, mamia ya wakazi wa mkoa wa Dak Lak walitoa wito wa msaada, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani. Dak Lak iko takribani kilomita 350 kaskazini mashariki mwa jiji la Ho Chi Minh. Wakazi wengi waliripoti kuwa nyumba zao zimeporomokewa na kufurika maji, huku upepo mkali na mvua kubwa zikiendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, waziri mkuu wa Vietnam Pham Minh Chinh aliongoza mkutano wa dharura kwa njia ya mtandao kusimamia majibu ya haraka kwa maafa hayo, na nukuu, "Lazima tufikie maeneo yaliyotengwa na kuhakikisha watu wanapata chakula, maji safi na mahitaji muhimu." Alinukuliwa akisema, "Hakuna mtu anayepaswa kubaki njaa au baridi." Kabla ya kufika Vietnam, kimbunga hicho kinachojulikana nchini Ufilipino kama Tino kilisababisha maafa makubwa, huku kikiua zaidi ya watu 188 na kulazimisha maelfu kuhama makazi yao, hasa katika maeneo ya katikati, ikiwemo kisiwa maarufu cha Kyobu, ambapo magari yalifagiwa na mafuriko barabarani. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.